Amani iwe nanyi nyote watu wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ikiwa ni siku nyingine tena tunaonana na kukaribisha katika kipindi hiki cha maombi na maombezi, ikiwa ni sehemu ya pili ya somo letu lenye kichwa cha somo kinachosema ya kwamba omba kutembea katika maagizo ya Mungu ili uweze kuona matokeo katika kila unachokifanya. Omba kutembea katika maagizo ya Mungu ili uweze kuona matokeo katika kila unachokifanya. Na siku hii ya leo ni siku ya pili ya somo letu, na kukaribisha sana rafiki yangu, na kukaribisha sana ndugu yangu, na kukaribisha sana mtumishi mwenzangu. Karibu tuungane kwa pamoja kumlingana Mungu wetu. Na katika siku ya leo tunasimamia kitabu kile cha Yoshua sura ile ya kwanza. Yoshua sura ile ya kwanza na mstari ule wa kwanza na kuendelea. Ninayezungumza nawe ninaitwa Mwalimu Rafaeli. Karibu sana ndugu yangu, tuungane kwa pamoja katika neno pamoja na maombi. Fungua nami kitabu cha Yoshua sura ya kwanza na mstari ule wa kwanza na kuendelea. Neno la Bwana linasema hivi: Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, ni wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Mstari wa 4, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Nina mambo machache ya kuzungumza nawe kupitia somo hili pia. Na katika jambo la kwanza ambalo nazungumza na wewe ni kwamba unapaswa kujua kwamba hakuna mtu anayeweza kufanikiwa nje ya maagizo ya Mungu. Hakuna mtu anayeweza kufanikiwa nje ya maagizo ya Mungu. Lakini jambo lingine ambalo unalopaswa kujua ni kwamba katika maagizo ya Mungu au maelekezo ya Mungu, ndani ya maagizo hayo yamefungamanishwa na mafanikio ya mtu. Katika maagizo hayo pamefungamanishwa na mafanikio ya mtu. Na ndio maana nikakwambia kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa nje ya maagizo ya Mungu. Watu wote ambao wanafanikiwa hufanikiwa wakiwa ndani ya maagizo ya Mungu. Msikie Mungu jinsi ambavyo anavyoongea na Yoshua baada ya Musa kufa. Angalia Mungu jinsi ambavyo anamwambia Yoshua ya kwamba, wewe Yoshua nisikilize, mtumishi wangu Musa ameshakufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hao wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Lakini mstari wa 4 anasema hivi: tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo atakapokuwa mpaka wenu. Kwa hiyo Yoshua anaenda kuvuka Yordani na wana wa Israeli, lakini safari wanaoiendea anajua ya kwamba Mungu amesema mipaka yao iko wapi. Kwa hiyo safari yao ina maagizo ya kule wanapoelekea, ya kwamba wakifika kule maisha yao yatakuwaje, ya kwamba wakifika kule sehemu ya kumiliki itakuwa ni wapi. Kwa hiyo maagizo wanaenda, lakini ana maagizo ndani yake ya kwamba kule wanapofika umiliki wao ni wapi na mipaka yao itakuwa ni wapi, na ni maeneo gani ambayo watayamiliki na ni maeneo gani ambayo watawatawala. Na ndio maana nikamwambia kwamba hakuna mtu ambaye anafanikiwa nje ya maagizo ya Mungu. Watu wote ambao wanafanikiwa, vyote ambavyo wanafanikiwa navyo viko ndani ya maagizo ya Mungu yanayowapasa kuyatenda, yale maelekezo ambayo Mungu anasema nayo ya kwamba utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya na vile. Kwa hiyo Mungu anavyoelekeza, ukizingatia na ukafuata yale maagizo ya Mungu, utaona mafanikio katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natamani tuingie kwenye maombi, rafiki yangu. Natamani tuingie kwenye maombi, tumuombe Mungu wetu hapa juu ya maagizo aliyoachilia kwenye maisha yetu. Ikiwa tumeyasahau, tumuombe Mungu atukumbushe, kwa sababu katika maagizo ya Mungu ndo kuna kumiliki, katika maagizo ya Mungu ndo kuna kufanikiwa, katika maagizo ya Mungu ndo kuna kupiga hatua, katika maagizo ya Mungu ndo kuna kuongezeka.
Nifuatishe maneno haya. Sema nami: Bwana Yesu, ninakushukuru Mungu kwa neno lako. Nakushukuru Mungu kwa kusema na mimi katika siku nyingine tena. Bwana, ninakuja mbele zako. Mimi niliye mtumishi wako Bwana. Mungu, ninaomba toba na rehema mahali ambapo nilipoacha maagizo yako. Mahali ambapo nilipoacha maagizo yako. Baba, unirehemu kwa damu Yesu Kristo. Inawezekana Mungu maagizo yako nimeyasahau. Baba, ninakuomba unikumbushe tena ili nipate kuongezeka ndani ya maagizo yako. Ili nipate kuongezeka ndani ya maagizo yako, ili nipate kupiga hatua ndani ya maagizo yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kwa damu Yesu Kristo. Baba, ukaniwezeshe tena katika maagizo yako. Baba, ukanisaidie tena katika maagizo yako, nami nikapate kujua nipasayo kufanya, nami nikapate kujua nipasayo kumiliki, nami nikapate kujua nipasayo katika mahali nilipo, katika biashara ninayoifanya, ya kwamba Mungu napaswa kufanya biashara gani, ya kwamba Mungu napaswa kufanya kitu gani. Mungu, nisiende nje ya maagizo yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kwa damu Yesu Kristo. Baba, nisaidie. Baba, niwezeshe. Baba, niinue tena. Ninaomba Mungu niwezeshe. Mungu, inawezekana nimeanguka kwa sababu nimeenda nje ya maagizo yako. Na kuomba tena Mungu nisaidie. Na kuomba Mungu tena uniwezeshe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Niko chini ya mbawa zako Bwana. Niko chini ya mbawa zako Bwana. Na nyenyekea, mfalme wa amani. Mungu, ulisema nami inawezekana nikapuuza. Mungu, ulisema nami juu ya familia hii. Mungu, ulisema nami juu ya ndoa hii. Mungu, nikapuuza. Baba, ninaomba saa hii tena maagizo yako jinsi ya kufanya, maagizo yako jinsi ya kuenenda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kwa damu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kuombea neema ya Mungu kusema nawe usiku huu leo. Na kuombea neema ya Mungu kusema nawe mchana. Na kuombea neema ya Mungu kusema nawe katika majira yote. Na kuombea neema ya Mungu kusema nawe katika ndoto. Na kuombea neema ya Mungu kusema nawe katika lango lolote lile. Na kuombea neema ya Mungu aseme na wewe kwenye njia zote zile, ili upate kuongezeka kwenye maagizo yake, ili upate kuongezeka katika njia zake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kwa damu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea tena uamsho wa kwenda kwenye kazi. Pokea uamsho wa kwenda kwenye ndoa yako tena. Pokea uamsho wa kwenda kwenye maongezeko yako. Pokea uamsho tena kuinuka tena. Wewe ambaye umerudi nyuma kiroho, pokea uamsho wote, na Bwana awe nawe. Pokea maagizo kwenda hiyo huduma, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kwa damu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen, amen. Mungu akubariki sana na kutakia wakati mwema. Tukutane tena wakati mwingine. Amen.